Nalo jiji la Nairobi leo lilishamiri shamra za maadhimisho ya siku ya wapendanao, huku maua mekundu na zawadi za aina zikionekana kila mahali. Na wauzaji wa maua katika soko la City Market wanasema kwamba biashara imechangamka kutokana na marufuku ya Benki Kuu dhidi ya shada za pesa, mtindo ambao wanasema ulikuwa unapunguza mauzo yao kwa kiasi fulani. Na Mary Mwoki anaangazia swala hilo. Katikati mwa jiji la Nairobi, biashara ya kuuza maua ilikuwa imenoga, huku wauzaji, madalali na wapenzi wakifanya juhudi za dakika za mwisho kupata mashada ya maua kwa wapendwa wao. Hata hivyo, hakukosi changamoto kadhaa. Ni weekend, watu hawajaamka kama ni siku hizi zingine. Tena watu ni wa maneno mingi. Kuna watu wananunua maua wanapeleka kwa maofisi. Sasa unaona leo hakuna ofisi. The prices are quite high. Like this one, this is the cheapest. Yeah, prices are ranging from 1,000 going forward. But me as a Gen Z, as an hustler, I can't afford that much. Kikosi cha rogaroga katika kampuni ya Royal Media Services nacho kisiachwe nyuma, maandalizi kabambe yakifanywa ili kuwapa wapendanao siku ya kufana kwa densi na hata mankuli. Wapendanao walijimwaya studioni na kusherekea siku hii maalum. Inaitwa rogaroga Valentines. Hapo nyumbani sijui kama uko na Valentine wako, na kama huna, just enjoy with your friends, relatives ambao mko nao. Wasichana katika shule ya upili ya Kenya High nao waliadhimisha siku ya wapendanao kwa mtindo wa kipekee. Chakula cha mchana kilichoandaliwa na shule hiyo kiliwaleta pamoja wazazi na walezi wao, walezi na walimu. It's a season to show your actions of love to each other, and it's really heartwarming to show the actions of love to each other. So having children here, being introduced to love, to self-love, and even to love each other, gives them a firm foundation so that as they go out there, they are ready to interact with the outside world. This is a break from the usual learning activities. You know, we have lessons throughout the day, throughout the term. This is my inspiration that every girl at the Kenya High School should feel loved. And this is how we are expressing it. Tunatoa shukrani kubwa kwa shule kwa ajili ya kuandaa hafla hii. Manake pia wanafunza watoto masuala ya upendo, hata wakimaliza shule, wakitoka hapo wakienda kule nje, wataweza kuishi katika hali ya heshima. Kwingineko, waziri wa masuala ya jinsia Anna Cheptumo aliungana na wanafunzi wa shule ya Kabarnet ya wasio na uwezo wa kuona na kusikia kwa matembezi ya kushinikiza wanafunzi wenye mahitaji maalum waangaliwe. That others are receiving flowers and they can see, but us we are showing love by visiting them. Those who cannot see the flowers and they cannot walk. Mary Mwoki, runinga ya Citizen.